Biashara, unarun matangazo mtandaoni, unalipia matangazo Facebook, unalipia matangazo Instagram. Watu wanakuja kwenye DM zako, simu zinaita, watu wanauliza bei, watu wanauliza shingapi, mko wapi. Lakini jioni inafika, hakuna hata mtu mmoja alionunua. Unakaa chini unafikiria, ni kitu gani kinatokea? Sometimes watu wanawaza labda tangazo ni bovu, sometimes wanafikiria labda bidhaa zangu mimi ni mbovu au bei zangu na tatizo. Lakini mimi nitakwambia kitu kimoja. Tatizo sio tangazo lako wala bei zako. Tatizo ni unauza bidhaa badala ya kuuza ofa. Sasa kwenye hii video nitaweza kukuonyesha ni jinsi gani unaweza kutengeneza matangazo yenye ushawishi. Matangazo ambayo mtu akisikia na kama ana tatizo hilo, hataona ni vibaya kutokununua kwa wakati huo, au ataona anakosea kutonunua kwa wakati huo. Lakini cha msingi zaidi nitaweza kukuonyesha namna gani unaweza kutumia AI na framework zetu sisi hapa za kutengeneza offers zenye ushawishi, na utaweza kutengeneza offers zenye ushawishi haraka haraka kwa kutumia AI. Na cha msingi pia nitaweza kuonyesha tofauti ni kitu gani ambacho kinakufanya wewe unapouza hizo bidhaa zako unakwama, na utaweza kuelewa ni namna gani ya kutumia offer ili uweze kuwa na ushawishi zaidi. Na cha mwisho nitakuintroduce na mfumo wa Mauzo Max ambao utakusaidia wewe mfanyabiashara ambaye una malengo ya kukuza una malengo ya kudouble mauzo yako, una malengo ya kukuza biashara yako haraka haraka kupitia mtandaoni. So personally nimerun matangazo mengi sana, na kabla sijajua ni kitu gani kinafanya matangazo yaweze kuwa na ushawishi, nimekosea sana. So swali la msingi inabidi tujiulize, ushawishi ni nini? Kama ni mfanyabiashara serious ambao unataka matokeo na matangazo yako ya kuletea wateja wa kweli, ni lazima sana uelewe ushawishi, ama uelewe watu wanataka nini, uelewe wateja wana hofu gani, uelewe wasiwasi wao ni kitu gani, na uweze kuwa na mazingira sahihi ambayo yanawasaidia wateja kufika wanapotaka, kuondoa wasiwasi huu. Exactly. Sasa ili uweze kufanya vitu hivi vyote, lazima uelewe saikolojia ya mteja. Na katika kipande kinachofuata nitaweza kuonyesha sisi Afroclan Media tunaweza vipi kuelewa saikolojia ya mteja ili tuweze kumuandalia matangazo ambayo yana ushawishi, ambayo yakifika kwa mteja anaona kabisa ni sahihi kufanya haya maamuzi sasa hivi. Unajua wafanyabiashara wengi wakiwa wanataka kutangaza bidhaa zao wataongea vitu maneno kama bidhaa zangu ni nzuri, au bidhaa zangu zinapendwa, lakini hawajaenda kujiuliza kimsingi mteja anataka nini kweli. Mteja anunui kwa sababu bidhaa ni nzuri tu ama huduma ni nzuri tu. Tunaelewa kuna mambo makuu matatu ambayo ni saikolojia ya mwanadamu yoyote. Yaani kiufupi watu lazima wapitie hii njia ya kufanya maamuzi. Kitu cha kwanza ni matamanio na mahitaji yao au malengo yao. Usipoweza kuelewa malengo ya wateja wao au wateja wako, huwezi kuambia kitu sahihi, huwezi kuwa na maneno sahihi ya kuambia wanachokitaka. That's why utafeli. Utatumia maneno ambayo ni ya kawaida, hii kitu ni kizuri, kinapendwa sana, 1 2 3, lakini haufiki ndani kabisa ya mtu. Kitu cha pili ni hofu na mashaka. Watu hawafanyi maamuzi kwa sababu wakiwa na hofu. Kwa hiyo usipoelewa hofu zao, kwa sababu watu wanaogopa kutapeliwa, watu wanaogopa bidhaa isifanye vile ambavyo wameahidiwa. Sasa lazima uelewe hizi hofu ili wewe uweze kuandaa mazingira ambayo utaondoa wasiwasi kwenye akili za huyu mteja. Na cha mwisho na cha tatu ni matamanio ya ndani. Tunaita hadhi. Mtu akishatumia hii bidhaa, mtu akishatumia hii huduma yako, anajisikiaje? Anapata kitu gani? Anakuwa vipi? Sasa tusipoweza kuelewa haya matamanio ya ndani kabisa ya mtu, tunakuwa tunaongea maneno mengi ambayo kimsingi hayamfanyi mteja wetu ashawishike na bidhaa zetu au na huduma zetu. That's why lazima tuelewe hivi vitu. Kwa sisi Afroclan Media tuna form yetu ambayo tunasema inamsaidia mteja kutokubahatisha na kuwa na uhakika. Tunamuuliza maswali 5 ya msingi kabisa ambayo tutajua tatizo ambalo huyu mteja analo, tutajua wasiwasi ambao huyu mteja anao, tutajua ni kitu gani ambacho kinamfanya huyu mteja afanye maamuzi haraka haraka, tutaelewa ni kitu gani ambacho kinawafanya wateja waweze kufanya maamuzi haraka haraka. Tunapofahamu haya mambo yote haya, tunatengeneza kitu kinaitwa identity ya mteja. Tuna map out identity ya mteja. Tunaelewa kabisa matamanio yake, tunaelewa wasiwasi wake, tunaelewa malengo yake. That's why tunaweza tukatengeneza offer ambazo ni nzuri, offer ambazo zikienda huko mtandaoni, matangazo ambayo yakienda huko mtandaoni yana ushawishi mkubwa sana. Ni ngumu sana kumshawishi mtu ambaye humjui. Yani that's very true. Sasa usipoweza kuingia kwenye saikolojia yake, ukajua huyu mtu anafikiria nini kila siku, ukajua huyu mtu anaogopa nini kila siku, mahitaji yake na matamanio yake, huyu mtu atakupotezea kwa sababu hana
chochote ambacho kinakufanya wewe connect naye. That's why content zako, matangazo yako yanabidi yaelewe saikolojia ya hao wateja. Ili anapoenda mteja anapoliona ile tangazo aone kabisa okay, natakuwa nifanya maamuzi kwa sababu labda nitachelewa au nitakosa hii offer. Ukishaelewa saikolojia ya mteja wako vizuri, hapa ndipo unapoweza kutengeneza offer. Unajua watu wengi wanafikiria labda offer ni bei au offer ni bidhaa au offer ni discount, lakini kimsingi hivyo sivyo. Hivyo ni vitu ambavyo vinaboresha offer yako. Sasa offer ni nini? Offer ni thamani nzima ambayo mteja anabadilishana na wewe kwa gharama, kwa muda, kwa effort yote ambayo mteja wako anaifanya. Kwa hiyo ile ndio offer yako. Umeona? Sasa kimsingi ili uweze kutengeneza offer nzuri lazima uweze kujua mahitaji yao. Kwa hiyo kama unaelewa saikolojia ya mteja wako vizuri kabisa, mimi na uhakika sasa utaweza kutengeneza perfect offers kwa ajili ya watu ambao unawapa. Nitakupa mfano mmoja tofauti ya offer na bei. Unapoenda kule Kariakoo ukutana na mfanyabiashara ambaye hajui kufanya biashara, atamwambia mimi hii simu nauza 300,000. Unaona, lakini mfanyabiashara ambaye anajua kuchukua pesa yako sasa yeye atakwambia hii simu ni shilingi 300,000 lakini inakuja na charger, inakuja na cover, inakuja na screen protector na tunakufanyia free delivery. Umeona? Sasa hii ndo package nzima, experience nzima, thamani nzima ambayo mteja anaipata kutokana na nini? Na ile biashara ambayo anafanya na wewe. Sasa ukiwa unaendelea kuuza bei, unataja bei, hivi vitu vinakuwa vigumu sana kwako na wateja wanashindwa kuelewa unachokifanya. That's why tunataka tukusaidie wewe kutengeneza offer nzuri. Kwa hiyo sasa sisi tunafanya kitu gani? Sisi tuna framework ya kutengeneza offer inaitwa MBRS. Hii framework inakusaidia wewe mfanyabiashara kutengeneza offer haraka haraka. Sasa kwenye hii video sioni kama ni sahihi sana kuielezea hii framework kwa upana, lakini kama unataka kutumia hii framework utacomment mfumo hapo chini kwenye comments, alafu sisi tutakutumia PDF yenye huu framework nzima uweze kuitumia pamoja na AI ili uweze kufanya nini? Kutengeneza matangazo na offers zenye ushawishi. Lakini si hivyo tu. Hii framework utaweza kuitumia kutengeneza content, kutengeneza reels, kutengeneza script. Yaani kifupi itakusaidia safari yako yote ya huko mtandaoni kwa sababu umeshaelewa saikolojia ya wateja wako, umejua wateja wanataka nini, na utaweza kutumia hivi vitu na AI kuharakisha mambo zaidi. Kwa sababu sawa sisi tuna akili lakini AI inarahisisha mambo sasa hivi. Kwa hiyo wewe mfanyabiashara utaweza kufahamu kwa undani kabisa ukipata hii PDF, na itakuwa ni layout ambayo wewe itakusaidia kimsingi, utaweza kuweka malengo yako, kuweka biashara yako pale na itakuwa perfect kabisa. Sasa katika mfumo wetu pia kuna kitu ambacho binafsi naamini ni kitu kizuri sana kwako wewe mfanyabiashara ambao unanisikiliza sasa hivi. Kuna aina 3 za offer ambazo kila biashara inapaswa kuwa nazo. Na hii tunaita ni value ladder, ni thamani ambayo iko kwenye ngazi. Kuna offer za kwanza ambazo tunazita ni attraction offers. Hizi ni offer za bei ya chini kabisa au offer za bure. Lengo za hizi offer ni kumfanya mteja aingie kwenye biashara yako, ajue biashara yako, connect na wewe. Alafu baada hapo kuna middle offers ambazo hizi zinakuwa ni bidhaa yako ya kati au ni bidhaa pendwa ambayo unaiuza. Kwa mfano sisi hapa tuna Mauzo Max ambayo ni bidhaa ambayo ni sio kubwa sana, sio kila kitu, lakini inawasaidia wafanyabiashara katika kitu sahihi kabisa. Kwa hiyo bidhaa yetu hii ya kati ina bei kubwa kidogo. Na mwisho kabisa kuna high ticket offers. Hizi ni offer kubwa kabisa ambazo zinatatua tatizo lote la yule mfanyabiashara. Let's say inaweza ikawa labda ni kwa mfano mimi hapa naweza nikakupa offer ambayo nitakupa partnership na ma-influencer, nitakufanyia matangazo, nitakufanyia content. As unavyoona hapa niko Kiringa Gardens. Hawa ni watu ambao wamechukua package kubwa kabisa ya kwetu ambayo ni high ticket offer. Umeona, hii ni package ambayo wanapata kila kitu. Maana yake nimekuja hapa, nimefanya kazi nao, nimefika kwao. Umeona? Sasa hizi ndo access ambazo unazipata ukiwa na high ticket offers. Sasa kwa wafanyabiashara ambao wanafanya biashara mtandaoni, ni vizuri pia ukawa na hizi offer 3 tofauti. Kwa sababu zinawasaidia wafanyabiashara, watu wengi, wateja kukujua, lakini pia zinawakaribisha kwenye value ladder yako, kuwapeleka sehemu ambayo utapiga pesa nyingi zaidi na utapata utajiri ambao unautafuta almost kila siku.